Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 22 ya mwezi wa 7 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Maria Magdalena. Injili zote zinampa Maria Magdalena nafasi ya pekee kama mfuasi wa Yesu. Maria Magdalena alikuwa mzaliwa wa kijiji kiitwacho Magdala, karibu na Tiberia katika pwani ya ziwa Galilaya huko nchini Israeli. Katika miaka ya nyuma, Maria Magdalena hakutofautishwa na yule mwanamke mkosefu ambaye alimdondoshea Yesu machozi yake miguuni akiwa nyumbani kwa Simoni Mfarisayo. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 7 aya ya 36. Hata mapokeo mengi yanamtambulisha kama yule Maria wa Betania, dada yake Lazaro na Martha. Maria alitolewa pepo 7 na Bwana Yesu. Kadiri ya Injili ya Yohane, Maria wa Betania ndiye aliyeketi miguuni pa Yesu na kusikiliza mafundisho yake. Hata hivyo, kanisa la Mashariki linatofautisha hapa wanawake watatu tofauti. Tunasoma katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 8 aya ya 1 hadi ya 3. Yesu alipopita katika miji na vijiji akitangaza habari njema ya utawala wa Mungu, wale 12 waliandamana naye. Pia wanawake kadhaa waliokuwa wamepagawa na pepo waliandamana naye. Kati yao Maria aitwaye Magdalena, ambaye aliondolewa pepo wabaya 7. Hatusemi ya kwamba kwa sababu mtu alikuwa amepagawa na pepo wabaya, kwa hiyo alikuwa mtu mbaya sana au mkosefu. Huenda wale pepo 7 ndio waliosababisha awe mgonjwa sana, kama vile wale wengine walivyokuwa wamepagawa na pepo wabaya, kama tusomavyo katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 4 aya ya 31, sura ya 8 aya ya 26 na sura ya 9 aya ya 37. Hivyo Yesu alimponya kwa kuwafukuza wale pepo. Injili haitoi habari ya kwamba Maria Magdalena alikuwa mkosefu na mwasherati, bali tunajua kwa hakika alikuwa mmojawapo wa akina mama wema na hodari waliofuatana na Yesu katika safari zake za kitume na kumhudumia Bwana kwa mali yao. Alikuwa na upendo mkubwa sana kwa Bwana Yesu, upendo ambao unadhihirishwa wazi sana katika Injili. Wakati wa mateso ya Yesu, Bikira Maria pamoja na Maria Magdalena na Mtume Yohane walisimama chini ya msalaba wa Bwana. Maria Magdalena alikuwepo pia pale Bwana alipozimia roho na alisaidia kuushusha mwili wa Yesu na kuuzika. Maria Magdalena alikwenda kaburini mapema asubuhi siku ya kwanza ya juma kuupaka mwili wa Yesu mafuta, ndipo alipokuta kaburi li wazi. Yesu alipofufuka Jumapili asubuhi na mapema, alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalena. Hivyo ndivyo alivyoandika mwinjili Marko. Na mwinjili Yohane ameandika kwamba mama huyu alikuwa analia kwa uchungu sana, kwa kuwa alidhani mwili wa Bwana wake mpendwa ulikuwa umeibiwa. Mara Yesu alimtokea akamwambia aende na kuwapasha habari mitume ya kwamba yeye amefufuka kweli kama alivyowahi kusema. Hivyo Maria Magdalena alikuwa shahidi wa kwanza wa ufufuko wa Yesu. Maria Magdalena ni msimamizi na mfano wa maisha ya tafakari na uongofu. Inasemekana ya kwamba alifariki dunia kule Efeso.
Lakini pia kuna masimulizi ya Wakristo wa Ufaransa kuwa Maria, Martha na Lazaro walikwenda kusini mwa Ufaransa na kule walihubiri Injili na kuwaongoa wengi na walikufa huko. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Maria Magdalena. Ukitenda dhambi yoyote, itubu dhambi hiyo mara moja na weka kusudio la kutotenda dhambi hiyo tena. Kama ni dhambi ya mauti, ungama dhambi hiyo mapema iwezekanavyo. Rejea ya Mtakatifu Alfonsi Maria wa Liguori. Mtakatifu Maria Magdalena, utuombee.